Vyama vya wafanyakazi nchini wanatakiwa kusimamia vyema wafanyakazi kwa ujumla ili kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao ya kazi ipasavyo. Wito huo umetolewa na Waziri wa Kazi, Uchumi na Uwekezaji Mheshimiwa Sharif Ali Sharif akizungumza katika mkutano mkuu wa 3 wa Chama cha Wafanyakazi wa Huduma za Umma ZAPSU uliofanyika Chuo cha Utalii Maruhubi Zanzibar, akimwakilisha makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah. Uwepo wa chama hiki ni muhimu sana, kwani ni msaada mkubwa kwa serikali yetu katika kushirikiana na wafanyakazi kupitia vyama vyao na kuongeza tija ya uzalishaji, utoaji wa huduma bora na uwajibikaji kwa kuzingatia misingi ya kisheria. Makamu wa pili ameiagiza Wizara ya Kazi, Uchumi na Uwekezaji kushirikiana na vyama vya wafanyakazi ili kutatua changamoto zinazojitokeza. Naagiza Wizara ya Kazi na Uwekezaji kushirikiana na uongozi wa ZAPSU na kuzifanyia kazi changamoto zote ambazo zimeelezwa. Vile vile naiagiza Wizara ya Kazi na Uwekezaji kuendelea utaratibu wa kukutana mara kwa mara na chama chetu hiki na vyama vingine kwa ujumla ili kupata ushauri ambao utatumika serikalini na pia kutatua changamoto zao ambazo zinajitokeza. Kama mnavyoelewa kwamba Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ameigawa wizara hii katika wizara mbili ili mambo ya kazi na uwekezaji yaweze kuwa na ufuatiliaji zaidi. Ni imani yangu kuwa viongozi wa wizara hii watashuka na kuwa karibu na vyama na wafanyakazi na kuzipatia ufumbuzi wa haraka changamoto zote ambazo zitawasilishwa hapa. Napenda kutoa nasaha kwenu kuutumia vyema mkutano huu kwa kujadiliana, kubadilishana uzoefu, kutekeleza vyema azma yenu na kurekebisha katiba ya chama chenu na kufanya uchaguzi kwa kufuata misingi ya sheria ili muweze kupata viongozi ambao watakaendeleza chama chenu. Katibu Mkuu Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Zanzibar ZATUK, Hamisi Mwinyi Mohamed, amewakumbusha wajumbe kuweka mwongozo wa yale wanayoyataka ili aweze kufanywa kazi baada ya uchaguzi, ikiwemo kuweka miongozo ya chama na kutathmini miaka 5 iliyopita ili mkichagua viongozi kuwe na kazi ya kufanya kwa mujibu wa mpango kazi. Msisahau mkashughulikia nani apewe kura, mkaacha kuweka mwongozo ili mnaowaweka wawe na mwongozo, kwa sababu msipoweka mwongozo watafanya yao. Mshawachagua lakini watafanya yao. Mrajisi wa vyama vya wafanyakazi amewataka wagombea wa nafasi mbalimbali katika chama hicho kuweka mbele maslahi ya wafanyakazi ili kuweza kuwasaidia wafanyakazi kutatua changamoto zao. Naomba niwaambie viongozi wote ambao wanatarajia kugombea kwenye nafasi mbalimbali za uchaguzi katika chama cha ZAPSU wajue tu chama cha wafanyakazi chochote sio chama cha fedha. Ni chama ambacho kinatoa huduma kwa wanachama wake. Kwa hiyo kama kiongozi ambaye anagombea kwa ajili ya ajinafasishe yeye au ajipatie yeye maslahi, basi naweza kuambia kwa naona mtakuwa mnaenda siko. Na nyinyi ambao mnatia kura mjue ambaye yule anagombea matarajio yake kwenu nyie ni yepi, na nyie mnatarajia kutoka kwake kitu gani. Ikiwa ni kwa ajili ya kutetea, basi huyo ndo anofaa, lakini ikiwa kwa ajili ya maslahi yake, basi inabidi mfikirie mara mbili kabla ya kutia tiki, kwa sababu kwenye vyama jamani hakuna pesa. Hakuna pesa. Kinachopatikana kwenye chama ni ile fedha ya ada ambayo wafanyakazi au wanachama wanakusanya. Kwa hiyo hakuna pesa hiyo. Tulitie hilo akilini, tujue tunapogombea ni tunagombea kwa maslahi ya kuja kutetea wanachama wetu. Akisoma risala kwa niaba ya viongozi wa chama hicho, Katibu Mkuu wa ZAPSU Bi Mwantumu ameeleza baadhi ya changamoto zinazowakabili ikiwemo ucheleweshaji wa ada katika vyama vya wafanyakazi na kuiomba wizara kulifanyia kazi jambo hilo. Sasa hivi vyama vyetu vyote vya wafanyakazi tuna tatizo la kuchelewa kulipwa ada zetu ambazo zinakuja kwenye vyama vyetu
ambazo zinasaidia kuendesha shughuli mbalimbali za chama. Tunafika miezi miwili bado hazijafika kwenye vyama. Kwa hivyo hili tunakuomba Mheshimiwa Waziri lifanyiwe kazi, wizara itusaidie kulifanyia